zijue changamoto za kiroho zinazosababisha wanafunzi kutokusoma. Changamoto ya kwanza, roho za uzito. Roho za uzito ni zuio mojawapo la kiroho linalosababisha watoto kutokusoma shule. Ninapozungumzia juu ya uzito wa kutokuelewa, unakuta mwanafunzi yupo darasani lakini anashindwa kuelewa kile ambacho Mungu anafundisha. Hii inakuwa pia ni changamoto kwa mwanafunzi, lakini pia inakuwa ni zuio la kiroho linalomsababisha huyu mtoto kutokusoma. Lakini pia ninapozungumzia uzito juu ya huyu mwanafunzi, uzito unakuwa katika kuelewa, lakini pia uzito unakuwa kwenye maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwanafunzi anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule, anasikia uzito ndani yake. Kwa hiyo anaposikia uzito, maana hilo ni zuio la kiroho ambao huo uzito unapelekea yeye kutokufanya kwa wepesi maandalizi juu ya shule. Lakini zuio la pili la kiroho, roho ya usingizi. Roho ya usingizi ni zuio mojawapo la kiroho ambalo linasababisha mwanafunzi kutokusoma. Unajua kuna ule usingizi wa kawaida, lakini kuna ule usingizi ambao sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unachangani mwanafunzi anakuwa na ndani yake, ndani ya macho yake liko wingu zito la usingizi. Mwalimu anafundisha, yeye amesinzia. Manake huyu hawezi kuelewa kile mwalimu anachofundisha. Imefika nyumbani muda wa kusoma, anashindwa kusoma, anasinzia. Amepewa kazi za shule za kuzifanya, anashindwa kufanya, anasinzia. Kwa hiyo roho ya usingizi ni zuio mojawapo la kiroho linalozuia mwanafunzi kuto kusoma. Lakini pia tunaona changamoto ya tatu. Changamoto ya tatu, roho za uvivu. Haleluya. Amen. Uvivu unaweza ukaangalia kwa namna ya uvivu, lakini uvivu ni zuio kubwa la kiroho linalosababisha mwanafunzi asisome. Unashangaa mwanafunzi yupo shule, lakini ndani yake ipo roho ya uvivu inatenda kazi. Uvivu katika kumsikiliza mwalimu, uvivu katika kufanya kazi ambazo mwalimu amempa, uvivu katika kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia uvivu kwa namna ya uvivu, lakini uvivu ni zuio mojawapo la kiroho linalosababisha mwanafunzi asisome. Pia tutaangalia changamoto ya 4. Changamoto ya 4 ni roho za uzinzi. Haleluya. Amen. Hapa ndani ya roho za uzinzi naweza nikafunua zipo roho mbalimbali. Kuna roho za wizi, roho za tamaa. Haleluya. Hizi pia ni changamoto zinazomsababisha mwanafunzi asisome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kitendo cha mwanafunzi yupo shule na ndani yake ipo roho ya uzinzi inatenda kazi ndani yake kwa ajili ya kumuingiza kwenye uzinzi, manake huyu mwanafunzi hawezi akasoma. Kama hawezi akasoma, manake hawezi kufikia ndoto zake. Haleluya. Kwa sababu hawezi kushika mambo mawili kwa wakati mmoja. Adui anapoachilia roho ya tamaa ndani, hii roho ya tamaa ndani inamsukuma katika kufanya uzinzi. Hii roho ya tamaa ndani inamsukuma kuiba. Haleluya. Kwa hiyo hizi roho zikiwepo ndani ya mwanafunzi, ni ngumu mwanafunzi kusoma. Haleluya. Na changamoto za kiroho zinatatuliwa kiroho. Kwa njia ipi? Kwa njia ya maombi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wengi wanakutana na hizi changamoto, wazazi wengi wanakutana na hizi changamoto kwa wanafunzi. Unakuta anampiga mwanafunzi lakini lile jambo bado linaendelea. Kwa sababu tunavyozungumzia uzinzi ni roho. Hauwezi ukatoka ndani ya mtu kwa kumpiga. Utampiga, utamuumiza tu, lakini ile roho haiwezi kumwachia. Maanake ile roho inamwachia kwa msaada wa Mungu kwa njia ya maombi. Kwa sababu ni changamoto ya kiroho. Mfano, mwanafunzi akawa amejiingiza kwenye magrupu ya wizi. Haleluya. Amen. Na yeye ndani yake akawa mwizi. Hii roho haiwezi kumwachia. Hii ni changamoto kwake. Sasa ili aendelee na masomo na ili afikie ndoto zake, maanake anahitaji msaada wa kiroho, msaada wa maombi. Kumpiga sio msaada. Sawa, kumpinga ni njia ya kumuonya mtoto, lakini kama roho ipo ndani, maanake hiyo ni changamoto ya kiroho. Kama ni changamoto ya kiroho, maanake inatatuliwa kiroho
kwa msaada wa Mungu kwa njia ya maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kuna mambo ambayo inatakiwa kuzingatia mzazi au mlezi wa mtoto, kwa sababu unapozungumzia mzazi au mlezi wa mtoto ana nafasi kubwa sana juu ya ufanikishaji wa mtoto. Haleluya. Amen. Unajua kila mtu ambaye anakuja duniani yapo maono ambayo Mungu amembebesha. Ninavyozungumzia maono ni kitu gani? Maono ni picha ya mbeleni ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu, ambaye Mungu anaiweka ndani ya mtoto. Haleluya. Mungu anaanza kumfunua mtoto akiwa mdogo kwamba huyu mtoto ni nani baadaye. Kama Mungu huyo mtoto amemleta duniani kwa kusudi aje awe mwalimu baadaye, maana yake mzazi utagundua kwamba kuna kitu cha ualimu kipo ndani ya mtoto. Ipo picha ya ualimu ambayo Mungu ameiweka ndani ya mtoto. Haleluya. Hayo ndio anaitwa maono. Haleluya. Mungu amemwandaa huyo mtoto kuja kuwa dokta baadaye. Haleluya. Kuja kuwa injinia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta ndani yake anapenda hicho kitu. Haleluya. Manake hayo ni maono ambayo Mungu ameweka ndani ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa pia nataka nielezee tunavyozungumzia ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho na marefu na mapana sana. Ulimwengu wa roho upo wizi wa kiroho. Haleluya. Watu wengi sana amekuwa akiota ndoto anaona anaibiwa na asijue. Kwenye ulimwengu wa roho kama unavyoona ulimwengu wa mwili, upo wizi wa kiroho ambao adui ambaye ni shetani mwenyewe huwa anaiba maono. Anaiba future ya mtoto. Anaiba maono yale ambayo Mungu ameweka ndani ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi mojawapo ya shetani ni kuiba yale maono. Kwa hiyo haya maono ambayo Mungu ameweka ndani ya mtoto, haya maono yanalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ambazo za kiroho juu ya mwanafunzi asisome zinatatuliwa kwa njia ya maombi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa zipo changamoto nyingi ambazo zinatokea kwa mwanafunzi. Unaona inafika mwanafunzi hataki kuendelea na masomo, hataki tena kusoma. Haleluya. Mwanafunzi inapofika hataki kusoma, kitu cha kwanza lazima ujue kwanza amefungwa akili. Amefungwa akili na nani? Amefungwa akili na shetani. Hilo ni jambo la kwanza ambalo linatakiwa uelewe. Lakini jambo la pili ambalo linatakiwa uelewe kwamba maono ya huyu mwanafunzi adui ameiba. Kwa hiyo adui amemfunga kwanza akili, lakini pia sio kumfunga tu. Amemfunga akili na ameiba na maono. Haleluya. Kwa sababu Biblia inasema pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Kinachomfanya mtu akabiliane na changamoto zote ni maono yaliyo mbele yake, kwamba yeye mwanafunzi anataka kufika wapi, ndoto zake kufika wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maono yatamfanya huyu mwanafunzi changamoto za aina yote zinazokuja kwake akabiliane nazo. Haleluya. Hivi unajua nini maana yake? Inafika mwanafunzi anaacha shule eti sababu fimbo. Haleluya. Unajua hiyo sio sababu. Maana yake huyu mwanafunzi akili imefungwa. Na sio akili imefungwa tu, maono yameibiwa. Adui ameiba maono. Kwa sababu maono ambayo yapo mbele ndio yatakayemfanya ajiepushe na magrupu mabaya sasa. Yatakayemfanya awe na bidii shuleni sasa. Yatakayemfanya changamoto za aina yote, iwe ni changamoto za maisha mahali anapoishi, iwe ni changamoto za shule ipo mbali, iwe ni changamoto za aina yoyote ambazo anakabiliana nazo, hata angalia changamoto, ataangalia yale maono ambayo yapo mbele yake. Kwa hiyo kitendo cha kuacha shule, manake maono kwanza ameibiwa. Na sio kuibiwa maono, akili pia imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua juu ya kanisa na juu ya taifa kwa ujumla, taifa linaandaa wanafunzi kwa njia ya elimu, kwa sababu hao wanafunzi wanaoandaliwa leo ndio ambao marais wa kesho, mawaziri wa kesho, madokta bingwa kesho. Haleluya. Mainjinia wakubwa kesho. Kwa hiyo wanaandaliwa sasa kwa ajili ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni muhimu sana kujua changamoto ambazo zinaweza zikawakumba wanafunzi, na ili wasiendelee na masomo kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kuna jambo nataka tuliangalie. Jambo ambalo nataka tuliangalie ni jambo hili hapa muhimu sana la kuzingatia we kama mlezi au mzazi wa mtoto. Haleluya. Maono ya mtoto yanabebwa na watu watatu muhimu. Maono ya mtoto wako yanabebwa na watu watatu muhimu. Hichi ni kitu ambacho inatakiwa uzingatie sana. Haleluya. Amen. Kwanza, maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Haleluya. Haya maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Nimesema maono ni kitu gani? Maono ni picha ambayo Mungu anaweka ndani ya mtoto kwamba yeye ni nani hapo baadaye. Haya yanaitwa maono. Haleluya. Anaanza kujiona kwamba yeye baadaye atakuwa nani. Anaanza kutamani kile kitu akiwa sasa. Lakini nimesema hapo mwanzo kwamba kuna umuhimu sana mzazi kujua mtoto ana kitu gani. Kwa sababu umlei mtoto tu, unalea na maono yake. Haleluya. Kwamba huyu mtoto ni dokta baadaye. Haleluya. Ndani yako tayari umeshagundua kwamba huyu mtoto ana kitu cha udokta. Kwa hiyo Mungu amemleta duniani kwa ajili ya kuwa dokta hapa baadaye. Kwa hiyo nimesema maono ya mtoto yanabebwa na watu watatu muhimu. Kwanza kabisa, maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Haleluya. Huyu mtoto ambaye mbeba maono inatakiwa afanyaje? Huyu mtoto ambaye amebeba hiyo picha, yeye ni nani baadaye? Kwanza inatakiwa ajitambue. Haya, hapo mtumishi wa Mungu Mwalimu Rose, tutarejea dakika chache kutoka hivi sasa tupate mapumziko.